Hi good people, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for daily episode analysis, prediction and recaps. And our today's video goes to Zari episode 116, that is Monday 6th January 2025. Now our today's episode tunaanzia na Rispa na Skylar. From the previous episode, muliona Skylar na Rispa walishikwa concerning Kamal's death because they are prime suspect. So, the first person to be interrogated or cross-examined was Rispa. Na mnakumbuka huyo Kasongo cop. That is the cop that was cross-examining Rispa. Na Rispa akakata kila kitu. Kuzuka Rao alimwambia that anajua Kamal alikuwa Stonehouse na wao wakiwa na Skylar walikuwa Stonehouse the same day. Na the last thing before Kamal hapotee ilikuwa traced pale kwa Stonehouse. So what does that mean? That they were the number one suspects. Ndio Karao akaambia Rispa, Skylar asha confess everything that walikuwa pamoja na in fact they had planned to kill Kamal. Rispa akamwambia no, Skylar hawezi sema kitu kama hiyo. Na imekuwaje mmeenda hata mkalazimisha Skylar aseme akubali hiyo story na ni uongo? Amjui kama Skylar anakuanga na kichwa mbaya, like her mental health is not okay. She's not okay mentally. How could you force her to say such things? Actually, ni juzi tu ametoka hospitali. Kama mnataka arudi tena hospitali, kama kuna kitu yoyote amewaambia, nyinyi ndio mmempressure hawaambie. Cause her mental health is not good. So, after Rispa kukua cross-examined, kuna Karao mwingine alikuwa na cross-examine Skylar. Na alikuwa amekataa kumwambia anything. Ndio Kasongo cop wakati alienda hapo akamuuliza any news, akamwambia msichana hajasema anything and she's behaving so weirdly because tangu nianze cross examine hajasema chochote. She has been crying, she has been shouting. Ndio huyu askari akamuuliza kama anakuanga na shida ya akili. Ndio Skylar akaanza kulia na kawapigia kelele, ikabidi tu wamwache because she was crazy, she was mad, shouting at them, crying. Na hakuna vile wange muinterrogate, hakuna information wangepata kwake akilia. So the mental health status ya Skylar ilimsave cause walikuwa na lawyers na akaenda akafanyiwa medical test na ikakuja na proof that she's not mentally okay and the prosecutor had to let them go. Na about Rispa hakukuwa na evidence that she was directly involved in the murder of Kamal, and that's how Rispa and Skylar were released from prison. Now wako free after kumalizana na Kamal. They are still roaming around freely simply because polisi hawangepata evidence ya kuwafungia. Na the other thing is because Skylar kichwa yake ilikuwa imeruka na after the medical test ika prove that it was true. So all this time Susan, Linda, Lola, Bien hawakuwa wamewaacha. They were still hanging around pale police station because these two ladies promised their daughters that they will never ever leave them. Watakuwa nao no matter what. Na hapo ndio Skylar na Rispa wanaona umuhimu wa mama zao. Kumbuka hapo kitambo Skylar na mamake hawakuwa wanaonana. Kwanza alikuwa anamuona akiwa chizi and she was blaming her mom for everything that happened in her life. Same to Rispa, kuna time alikuwa amekasikia Susan na akamfukuza kwa nyumba, but now kitu wanalilia ni mama yao. Wazazi wao ndio wamewasave kutoka hii situation. Now on their way home, kumbe nao watu wa media walikuwa wanawategea hivi wapata information kutoka kwao, simply because Skylar is from the Kabarage family and is a very famous family, very wealthy, and Rispa pia ni model, ako kwa TV
series. So yeye ni celeb, na wakati celeb ameshikwa ama mtu famous, you know what happened? Watu wa media lazima wakimbia hapo wajaribu kuchukua information, but they refused to talk to the media. Paka Lola akawachanganya, akaenda kuongelea mambo yake ya fashion and design huko, ikabidi waachane na wao. Lola alikuwa anafanya hivyo ndio wakoroge Skylar na Rispa na the rest wapate time ya kuwepa. Back to the mansion. Mnakumbuka the previous episode, Frida called Luanda and Nina mom and dad for the first time. And Nina was very happy, Luanda was very happy. So that night, they spent the night together. Na Luanda alichukua hiyo opportunity ya kuongelesha Nina about the surgery. Akimwambia now that Frida ameshawakubali, if anything happens to her, Frida will be very heartbroken. And that morning, Nina alijiita kamkutano. Akakumbuka whatever the doctor told her that she needs a chemo or radiotherapy ama surgery for her to be well. And tumor, wakati mtu ako na ball, huwa ina grow haraka. Na hakuna vile anaweza treatiwa mtoto akiwa kwa tumbo. So they have to terminate the pregnancy for her to survive. And now she was thinking about Frida, about Luanda. And this time, Luanda found her. Wakati alikuwa na overthink, anafikiria, analialia. Luanda akamwambia, don't be sad because I'm with you. And I'm gonna make sure that you receive the best treatment. Ndio Nina akamwambia ashaamua na sahi atakubali treatment and she's ready to go and terminate the baby for the sake of her life. Remember, here Luanda is concerned about Nina's health. Anataka Nina hapone simply because hata mtoto akisha kuwa terminated, they can still get another baby. Ndio Luanda alimwambia, if you have accepted the treatment, I'm very happy and I promise you that we're gonna get more babies. But on the other side, Nina was trying to protect her unborn child. Hakuwa anataka kuterminate pregnancy simply because hakuwa anataka mtoto wake akuwa affected ama, or rather she would feel like she killed her own child. So the same morning, wakikunywa chai na Dylan na Ashley, Dylan noticed that it's like Nina yuko okay because alikataa kukunywa chai, then akasema wanaenda mahali na Luanda. Ndio Dylan akauliza Luanda na Nina, inaweza kuwa kuna kitu mnanificha? With the way you are behaving, kuna kitu kati yenu and you don't want to tell me the truth. Ndio Nina akaambia babake, Dad, don't worry about anything. I'm going to tell you everything very soon. For now, give us time. Na wana Luanda wakatoka waende, and this time walikuwa wanaenda pale hospitali. Now, after Luanda na Nina kuenda, after Luanda and Nina kuenda, Koki was still in the mansion. Koki alienda akakuja na newspaper, akapea Dylan. And guess the headlines? Headlines ilikuwa story ya Kamal, Skylar na Rispa vile waliua Kamal. So Dylan kuona hiyo headline kwa front page of the Nation, si Dylan alijam. Sijai ona Dylan amejamu hivyo. Kumbuka of late amekuwa very much suspicious na Skylar na Linda. Na leo ameona headlines the newspaper, of which hata hakuwa aware that Skylar na Rispa walikuwa arrested. Kwanza yeye aliona kwa gazeti ile time media ilikuja kuwafanyia interview, but wakatoroka wakaingia wapi? Wakaingia kwa gari. Dylan akaenda akaita Linda. Kamuliza Linda, Skylar aliua Kamal. And this time he was shouting. Linda akamwambia hapana, what are you talking about? My daughter cannot do such thing. Even you know that. Ndio wakiongea hivyo, Skylar na yeye akatokea. Na sasa kamepanic, kameingiza baridi. Karibu Skylar aseme ukweli. Dylan was very mad hata because alimwambia Skylar, from the word go, I was very suspicious about you. It's not because of the way you are behaving. But
Skyla aliangalia na mamake hivyo, akakosa kusema ukweli. Bado akadanganya Dylan tena. Hakuua Kamal, and Dylan had to believe her because she said it confidently that mi sikuwa Kamal. Mi nilikuwa nimeshikwa tu niende nipeane my statement, then I was released. I have nothing to do with Kamal's death. Now, wakati Lwanda walienda pale hospitali kama wanangojea, Lola on the other side alikuwa pale kwa nyumba yao na Susan. Na Susan noticed that Lola is not in good mood at all. Kuna kitu anamficha. Ndio akamwambia wewe itabidi uniambie. Sitakaa na wewe kama umenuna hivyo. Ndio Susan akaambia Lola, "And naona siku hizi wewe na Nina mnaongeleshana. Kwani what's cooking? What's popping? Nini mnapanga?" Ndio Lola akaamka akaenda kwa Susan. Akamwambia, "Auntie, kuna kitu nataka kukuambia about Nina. Nina is not good. She's not feeling well. She has brain tumor." And for the first time, niliona Susan amehurumia Nina. Na akasikia vibaya. Until she started crying. Akaanza kujiambia vile yeye ni mtu mbaya kwa sababu labda yeye ndo ameletea Nina hii ugonjwa. Hata ile alisema mimi ndo nimeletea Nina hii ugonjwa. Kama singechukua mtoto wake ashikwe na stress mingi, nikaiba Frida mpaka nikapea mtoto wa wenyewe cancer. She was very remorseful. Ikabidi Lola sasa aanze kumbembeleza. Kwa sababu Susan alisema hii mashida sisi ndo tumeletea Nina. Mungu anafaa tu punish. This girl is suffering because of us. Sisi ndo tumemletea cancer. So ikabidi Lola apigie Nina simu. Hiyo time alikuwa hospitali na nani? Na Lwanda. So Susan talked to Nina na akamwomba msamaha. Akamwambia hii mashida yote najua ni mimi nimekuletea. Just forgive me. And Susan was really sorry for putting Nina in such a situation. Because yeye na Lola, haki wametesa Nina, sio mchezo. Ile maisha wamempitishia trauma, stress. Lola akaiba maisha ya Nina. Akamzungusha miaka. Yeye na mamake Frida. Nina kujifungua kupata Claudia, wakaiba mtoto. Wakamzungusha mpaka Nina akashikwa na brain tumor juu ya overthink, juu ya stress. So wakati Lola alisikia Nina ako hospitali, akaamua hata aende hospitali at least akae na sister yake. Niliwaambia Lola nowadays has decided to change. Lola ameamua ku change for good. Now she's there for her sister and she's very sorry about everything she did to Nina. Now, when Linda and Skyla were going home after being released from prison, Greg alipigia Skyla simu wakiwa na Linda. Linda kauliza Skyla nani huyo anampigia. Skyla akamwambia si ni babangu. Linda kusikia eti ni Greg anapigia Skyla simu, alichukua hiyo simu. Akauliza Greg, "Ni nini unataka?" "Ni nini unataka kutoka kwa mtoto wangu? After hii miaka yote, sasa ndo umerealize uko na mtoto?" After kutuacha kwa mansion, ukaiba pesa zangu na ukatoroka na msichana with the same age as your daughter. And now you have the guts to call my daughter and call her your daughter. Skyla is my daughter. Wewe uliamua kutoroka ukaenda kuharibu pesa zetu na hukutaka kujua ni nini tunapitia. Do you know the hell we have gone through ever since you left us? Hata sasa Skyla ametoka prison, alikuwa ameshikwa. Hapo sasa ndio Linda aliharibu. Because aliambia Greg asiwe pigia Skyla simu tena. So after kuhang up, Greg aliamua kama Skyla alishikwa and it's like she's going through a lot. My daughter needs me and I need to go. I have to go. So Greg alipack vitu zake. Na imagine hata cafe hakuwa nayo. Si mnajua amekaa nyumba ya mama. Ana kakitu, ana job, ana anything. No, mama alikuwa anamgombanisha sana. So alienda akachukua pesa kwa wallet yake.
Na mama akampata, akamuuliza unachukua do zangu uende wapi? Akamwambia naenda kuona msichana wangu. Najua the Kabarages they are super rich. Mama akamwambia make sure ukirudi umerudi na mado, umerudi na pesa mingi. Greg akamwambia listen and listen carefully, madam. I'm not coming back again. Sirudi kwa hii nyumba tena. And he left. So mama wake akaachwa akilia hapo akisema, "Oh, why are you leaving me?" blah blah blah. Crocodile tears. Ni kama yeye alikuwa anamwambia atafute job ama atoke kwa nyumba yake just the other day. So Greg went back to the mansion. So ndo hii time yenye Dylan walikuwa wanateteshana na Skylar na Linda about Kamal's death. Na Skylar kuona babake, he was very 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 happy. In fact, alienda akamuhug and Skylar smiled and laughed for the first time. Mara ya kwanza Skylar kumwona akicheka, it was in this episode, because alienda akahug babake and Linda was like, what the hell? What is Greg doing here? Hata ye Dylan alikuwa anaona kama movie. But Dylan akambia Linda, we relax, cool down, because Linda alikuwa amechemka. Alikuwa anasikia kutafuna Greg, amtape, amwangusha, ampige mangumi, but Dylan anamshika mkono na anamwambia no, relax. Hata uone Skylar for the first time amesmile. Na yeye Skylar ni nani? Akachukua bag ya babake, akaenda kwa Dylan akamwambia my dad is back, and she was very happy. Mom, my dad is back. Ndio Greg, yani kulikuwa na tension kati ya Linda, Greg na Dylan. Wanataka kusalimiana but hawajui nani aanze kusalimia mwingine. Ndio Skylar akamuita wakaenda wakakaa living room, akamwambia vile alikuwa amemiss. Na Linda hakuwa na cha kusema because now Skylar hashaamua na huyu ni babake, and from the look of things Skylar was enjoying everything, every moment. But let me tell you, this part of Greg and Linda is gonna be very dramatic. Make sure you don't miss out tonight's episode. It's gonna be because it's drama-packed episode. Especially Linda, Greg, Skylar, and Dylan. Hey. Leo ni kumoto. Leo ni fire. So make sure that you don't miss out that part, because I cannot narrate the whole sweetness in that episode. Back to Nina and Lwanda pale hospitali. Now, nilimwambia Nina and Lwanda walikuwa wameenda pale hospitali ndio mtoto wao apate kukua terminated, ndio Nina aanze treatment. So the doctor told them, you've made the right decision, a very good decision, because now after the termination we should start the treatment. Now Nina was handed over by the doctor to the gynecologist who was going to terminate her pregnancy. Ndio hii time Lola alikuja akapata Lwanda kama amekaa kwa waiting area. Ndio akamuuliza Nina ako wapi? Lwanda akamwambia Nina anaendelea na procedure ya termination. Na hii time huko ndani daktari alikuwa anajitayarisha vile kuweka ma drip, kutengeneza vile atafanya hiyo operation. Na ndio Lwanda sijui nini ilimkujia, akaona no, I'm not doing justice to my baby. We cannot kill our own baby. Lwanda changed his mind all of a sudden. Then he rushed to where Nina's procedure was taking place. Akapata hakuna kitu imefanyika. Akaambia daktari, no, have changed my mind. Akaambia Nina, imagine I have a friend doctor who called me and told me that there is an alternative of doing this thing without removing the baby, without terminating the pregnancy. But honestly, hakuna Lwanda alipigiwa simu hapa. Alikuwa tu na Lola, then akaamka, akaenda. And he lied to Nina that kuna daktari amempigia simu akamwambia ati kitu inawezekana bila kuua mtoto. Simply because hakuwa anataka kuua mtoto wao. So Nina woke up, akatoka akaenda, and they went somewhere with Lola, mali walipata watoto wakicheza, and
they joined them, wakaanza kucheza zile games za watoto. Now Luanda aliachwa na daktari pale kwa ofisi. Daktari akamuuliza, surely ni nini imekufanya uchange your mind? Luanda was trying to convince him kuna a way that Nina anaweza treatiwa bila mtoto wake kukua affected. Daktari akamwambia, boss, acha nikwambie, there's no any other procedure, there's no any other treatment yenye Nina anaweza pata except chemo, radiotherapy, ama surgery. Unajidanganya tu. Anambia, kama mmeamua hivyo, mimi niko na tu suggestion moja. According to tests zenye tulifanya, Nina can only survive for 1 year. And this is my suggestion. Make sure that she lives happily. If she lives happily, stress-free life, msijaribu kumpea stress. Because Nina, life yenye amebakisha hapa duniani, haitaki stress. Anataka watu akae na watu wenye wanampenda, wamuonyesha upendo, wasimpe stress. Ndio siku zake zikiisha, because amebakisha 1 year, hadi tu akiwa na furaha, because otherwise mkiendelea kumpea stress vitamfanya haende haraka, because mliamua asipate treatment. Imagine the kind of advice the doctor gave to Luanda, and Luanda was listening carefully, knowing that amekata Nina akiterminate pregnancy, na daktari amemwambia she has only 1 year to live. Ndio after that alienda akajoin akina Lola na Nina. Na unajua aliambia Nina nini? Nimeongea na daktari and is very positive about us, that there is an alternative way of you being treated without interfering with the baby. Yaani akamdanganya. Mpaka akamwambia kuna daktari ameambiwa wako poa, sijui wako wapi, na hata yeye amefanya research, na daktari is very optimistic that atatibiwa bila mtoto wake kuguzwa. And Nina was very happy. Lola akamwambia, si nilikwambia Luanda atafanya ile kitu juu yeye anakupenda. Ndio Luanda akamwambia Nina, now we have to go somewhere and have fun, because ile kazi niko nayo, ile kibarua niko nayo sahi, just to make you happy. Ndio Lola akamwambia, naweza kuja na nyinyi? Nina akamwambia, no. You need to be with your husband. Go spend time with your husband. And after that, I guess Luanda and Nina walichukua Frida kutoka shule, and then wakaenda somewhere and they had a lot of fun. That part we might see it in the next episode. So my good people, that's all for now. Thank you for watching, and thank you for always coming back to watch my videos. Lazima uingilie video yangu. Now see what you wanted to say before I wind up. Hello guys, me Willie and this mom. Yeah, these are very fun. Yeah, I know they're fun. You know, no, I know you ate Koki. You ate Koki. That's what you wanted to say. This baby ate Koki so much because you know that Koki is so wicked. Why do you hate Koki so much? So wicked. Why? Why do you hate With him? his wicked eyes. With his evil wicked eyes. So evil. Koki is so evil. Yeah, don't defend Koki with evil. I should not defend Koki. Yeah. Me, I'm not gonna defend Koki. Huh? I'm not gonna, because she wanted to kill the baby of Nina's baby. Yeah. Okay, bye. Bye. Bye guys.